wa rahmatullahi wa barakatuh. Ningeomba wale mapacha wa mtume na waomba nyinyi na pamoja na kundi lako mji hapa kidogo. Nakuomba Sheikh Al-Hadi Musa na Sheikh wa mkoa wa Dodoma, Sheikh Jalala pamoja na Sheikh Muhammad hapo, na waomba mara moja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sema kweli tuna kila sababu za kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa mgeni rasmi, uwepo wako hapa unatupa faraja kubwa sana. Wewe pamoja na serikali yako, kiasi ambacho upo tokea mwanzo hadi sasa hivi, yanayofanyika hapa ni masala ya uvumilivu. Ukiwatazama watu kwa dini zao na kwa imani zao, kwa kweli ilikuwa haistahiki kabisa kuwepo hapa, lakini tupo, na wewe kama kiongozi mkuu katika nchi hii unasimamia uvumilivu huu. Generation hii inatakiwa ijifunze uvumilivu wa namna hii katika siasa na katika dini. Pale watu wanapokabidhiwa majukumu, lazima tuwavumilie. Usipokuwa mvumilivu, unaweza ukajiona wewe kuwa ndio uko right kuliko wengine. Uvumilivu huu umeanzishwa na wazee wetu. Leo tuko miaka 60, na ndiyo siri ya amani ya nchi hii. Tuna mahakama hayaingiliwi, kuna bunge haliingiliwi. Ndiyo siri ya amani hii jamani. Miaka 60 tumeishi, hakuna mtu aliyekuwa anazungumzia jenda. Leo wametokea watu wanazungumzia jenda. Wanatazama watu kwa maumbile yao. Huyu ana maziwa, huyu ana ndevu. Tunafikiria kwamba maziwa hayana uwezo wa kuonyesha maajabu katika uongozi. Tunafikiria watu wenye ndevu ndio wenye uwezo peke yao wa kuonyesha maajabu katika uongozi. Hawa lazima tuzungumze nao. Nyinyi kama serikali lazima pole, muendelee kuwafundisha, kuelimisha watu wa namna hii. Maajabu yaliyoonyeshwa jana na SGR, viongozi wa dini tumeingia katika chombo kile, tumefika hapa kwa salama na amani. Miaka 60 tunayozungumzia hapa ni amani. Miaka 60 tunayozungumzia hapa ni amani, muungano. Sio vitu rahisi kudumu kwa muda huo.
Katika swala la uchumi, leo Tanzania inang'ara. Katika swala la mafisadi, Tanzania wanadhibitiwa. Wahuni, watu wabaya, leo tumefika hapa tokea jana, lakini tuko katika amani. Sio bure, kuna watu hawakulala jana yetu. Lakini wakorofi hawawezi kukosekana nchi yoyote. Wakorofi wapo. Lakini pamoja na udhibiti unaopatikana, watajitokeza mmoja wawili. Kwa hiyo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, uwepo wako unasaidia sana katika kuionyesha jamii kwamba kunahitajika kuvumiliana. Mama huyu, rais wetu, ameichukua nchi akiwa analia machozi. Na wala yeye hakutegemea kuwa atakuwa rais. Anakabidhiwa kijiji katika hali ya huzuni. Leo ameweza mradi wa SGR kuufanikisha na umefika hapo ulipofika. Amani ya nchi, muungano na tunu zote, mama huyu amesimama imara kiasi ambacho mambo yanakwenda vizuri. Tumshukuru sana mama yetu huyu. Lakini hili ni jibu la wale ambao bado wanajenda katika vichwa vyao, kuwatazama watu kwa maumbile yao, kwamba huyu labda ana maziwa, hawezi kufanya kitu. Haya ni majibu. Leo tuko hapa katika muungano kusherehekea. Alipopokea kijiti kile, kama angelikuwa hana uwezo angelikuwaje leo? Lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo aliyempa huyu hapa alipofika. Na hii ni ishara kwamba anaweza. Hakuna sababu, hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. Uwezo anao. Sasa tunamuombea mama yetu. Nimewaita hawa wote kwa sababu wana uwezo wa dua nitakayoiomba mimi na wao kuitikia. Na kila yule ambaye pale mahala alipo ana uwezo wa kuitikia dua hii aitikie, kwa sababu leo tunaiombea nchi, tunamuombea mama yetu. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. الله يا الله يا الله يا من جاء القاصد يا غوثاه. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. بسم الله وبه بنينا جل جلاله ولو عبدنا غيره شقي. يا الله يا حبذا ربا وحبذينا. يا الله حبذا محمد هادي. يا الله لولاه ما كنا ولا بقينا. إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا يا الله ولا تصدقنا ولا صلينا. يا الله أنزلا سكينة علينا يا الله وثبت الأقدام إن لاقينا. يا الله نحن الأولى جاءوك مسلمين. إنا دعوناك استجب آمينا.
الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. والمشركون قد بغوا علينا يا الله آمين يا رب أبينا يا الله قد تداعى جمعهم علينا يا الله طبق الأحاديث التي روينا يا الله فاردهم اللهم خاسرين إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. Mungu tunakuomba ya Rabbi uendeleze amani ya nchi hii. Amin. Mungu tunakuomba ya Rabbi umpe amani mja wako huyu rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Amina ya Rabb. Umpe amani ya moyo wake. Amin. Umpe amani ya familia yake. Amin. Umpe amani ya nchi yake. Amina ya Rabb. Amani na viongozi wote viongozi waandamizi katika serikali yake. Amin. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi kwa rehema zako, viongozi wengi wametajwa lakini Mheshimiwa Biteko naibu waziri mkuu bado hajatajwa katika hadhara hii. Mwenyezi Mungu mpe amani naye katika familia yake. Amin. Umwezeshe katika shughuli zake. Amin. Na viongozi wote ya arhamar rahimin. Amin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil